Mapito niliyoyapitia wakati nimeambiwa nina shida hiyo kubwa ya kansa na kwamba hakuna tena namna ya kutibika, nimerudishwa nyumbani, ni kipindi ambacho shetani alikitumia kumkatisha tamaa mume wangu kwa kumletea marafiki akiwa kwenye mahangaiko. Akapata marafiki wakaanza kumpa faraja za dunia, wakamwambia usikae nyumbani na stressi, twende tutoke kidogo, tukanywe kidogo. Na katika kunywa huko wakamshawishi akanywa na vyote. Na bahati mbaya nimepita kwenye changamoto ya ndoa nikiwa kwenye hali hiyo ya kurudishwa hospitali, kurudishwa nyumbani, nikiwa nasubiri kitu kinaitwa kifo. Katika hicho kipindi nikiwa nasubiri kifo, ndipo sehemu ambapo nilipitishwa kwenye wakati mgumu zaidi. Lakini nini kilinifanya kusimama? Ndani yetu kilichonifanya kusimama na kutambua kwamba natakiwa kusimama na leo niko hapa, ni Mungu aliyekuwa ndani yangu. Wakati nikiingia kwenye ndoa, nilifundishwa kushindwa zaidi. Nilifundishwa kukata tamaa zaidi. Niliambiwa huyu mwanamume anayekuoa kwanza anakuzidi umri. Huyu mwanamume anayekuoa kwanza alishaishi na mwanamke. Huyu mwanamume anayekuoa yuko hivi. Utaweza malisia. Mama mmoja aliniambia nikiwa na wiki 3 kasoro ya kufunga ndoa. Ndani yangu ni hekima ya Mungu, nilimjibu. Nikamwambia walioshindwa ni wao, lakini sio mimi. Mimi ninaamua kuingia kwa sababu Mungu amemleta kwangu. Lakini basi haya maneno nilikuwa nayaongea, sijui wapi naenda kupita. Ndio maana nawaambia Mungu azidi kuwabariki nyinyi na kuwaangazia zaidi, ambao mna miaka 20 ya furaha na amani, ambayo hamjawahi kupita kwenye changamoto. Na naombea kwa Mungu asiwapitishe aliponipitisha, maana inahitaji neema ya Mungu. Unaweza ukashangaa ghafla leo tuliopeana mabusu, tulioshuhudia mbele za watu kwamba ninampenda jana na leo kuna kitu kikatokea, ukaanza kuita huyu ni shetani, ukampa majina. Mume wangu alikuwa ananiambia hivi, mpenzi wangu, kuna siku aliniambia nikiwa kwenye hali mbaya, ninaumwa chumbani, sijiwezi kuinuka, siwezi kusimama, ninasimama kwa shida kwa sababu nilikuwa na changamoto kubwa. Siku moja akanisogeza kwenye kioo, akaniangalia, akaniambia neno hili nzuri sana. Akaniambia hivi, wewe maiti usiyetaka kufa, unasubiri nini siufe ili uniache na maisha yangu, ili niendelee kuponda la? Kwa nini unanichelewesha? Malisia kufa nikuzike, unanichosha. Si maneno mazuri haya? Maneno mazuri. Tumsifie Yesu Kristo. Nikamuuliza kwa nini, akamalizia akaniambia, sitaruhusu hata siku ukifunga jicho, sitaruhusu mtu aage maiti yako. Nikamwambia kwa nini? Nikahisi labda hata ruhusu kwa sababu ananipenda sana. Akaniambia sitaruhusu kwa sababu unatisha. Hebu sogea. Akanisogeza kwenye kioo. Angalia hapo, hujafa lakini unatisha hivyo. Siku ukifa itakuwaje? Sitaruhusu watu waage maiti yako, maana wakiaga watu watakufa, watadondoka, watapata mshtuko kwa sababu unatisha. Yaani hujafa, umeshatisha. Ukizingia kwenye jeneza utatisha. Nilisema asante Mungu, nikanyamaza. Lakini ni mume yule aliyekuwa ananiambia ananipenda, na nilimwamini kwa 100%. Nilijisifu, nilijivuna, lakini kumbe Mungu alikuwa anasema ninakuandaa. Na mimi namshukuru sana Mungu, amenipeleka kwenye huduma ya ndoa na familia katika umri mdogo sana wa ndoa yetu, nikiwa sijapita kwenye changamoto yoyote. Na watu wakawa wananiuliza, kwa nini unajizamisha kwenye mambo ya ndoa wakati una umri mdogo? Kwani una changamoto gani? Unashindwa kusimama na vitu vya msingi, simama kwenye mambo mengine. Kwa nini ndoa wakati una umri mdogo? Lakini ndani yangu nilikuwa nasikia
kumbe Mungu alikuwa ananiandaa. Mungu baada ya kunipitisha kwenye hizo changamoto, mwishoni kabisa wa story, nikiwa nafikiri naenda kumtenda Mungu dhambi, ndipo niliposikia sauti ya Mungu inaniambia, nilikuwa na kuandaa kwa ajili ya uponyaji wa ndoa na familia na changamoto zake. Huwezi kumwambia mtu kwamba Mungu anaweza kwenye ndoa yako wakati wewe hujapita. Huwezi kumwambia kwamba mtu avumilie kwenye maumivu na mateso makali aliyonayo wakati wewe kwako kila siku ni Pasaka, haujapita kwenye Ijumaa. Na Mungu akanisemesha kwamba haya niliyowapitisha ni kwa ajili ya watu, kwanza kwa ajili yenu kuwatengeneza, lakini kwa ajili ya watu wengine. Mpenzi wangu, maisha ya ndoa tulionayo huwa ni kama karatasi ambayo unaweza ghafla sasa ni nyeupe, iko kabisa safi, haina kitu, lakini kwa dakika chache unaweza ukaiandika na ukaijaza maandishi na ikabadilika rangi, inategemea wino utakaotumia. Dakika 10 haziishi unaweza ukaijaza. Maisha ya ndoa yanaweza yakageuka namna yoyote kwa wakati wowote, lakini kitakachokusaidia kuyashikilia hayo maisha ni msingi wako umejengwa wapi. Msingi wa ndoa yako umejengwa wapi? Swala la ndoa ni swala la kiroho, sio la kidunia. Swala la ndoa ni swala la kiroho na mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Taasisi ya ndoa ni taasisi ya kiroho. Mwanzilishi ni Mungu mwenyewe, ndio aliyeanzisha hii taasisi na wala hakumwachia Yesu. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, maisha ya ndoa kwa kila mwanandoa ni swala la kiroho. Na ili ndoa yetu iendelee kushamili na tuisikie sauti ya Mungu, kwa nini Mungu umenileta kwa Mario? Kwa nini umenileta kwa huyu mume anayefanya haya? Kwa nini Mungu umenileta kwa huyu? Ni lazima mahusiano yangu mimi na Mungu aliyeniweka kwenye hiyo taasisi, aliyenipa huyo mke, aliyenipa huyo mume, yawe imara kuliko kitu kingine chochote. Mnaweza mkawa na pesa nyingi, mnaweza mkawa na mali nyingi, mnaweza mkawa na elimu kubwa, mnaweza mkawa na kila kitu, lakini kama Mungu ni nusu, kama Mungu ni kitu cha kawaida kwenu, kama Mungu ni kitu cha ziada baada ya pesa, kama Mungu ni kitu cha baada ya, uwezekano wa kuanguka ghafla upo, na usipate dawa na usiinuke. Lakini kama msingi wetu umejengwa na Mungu na tunajua nafasi ya kila mtu ndani ya ndoa, Mungu mwanamume amempa nafasi gani, mimi baba nisimame kwa nafasi yangu kama kuhani ndani ya familia, kama mchungaji ndani ya familia, kama kiongozi ndani ya familia, nifanye wajibu wangu, nitekeleze wajibu wangu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na mimi mama nitambue nafasi yangu, nitambue wajibu wangu, nisimame kama msaidizi, nisimame kama mlinzi, nisimame kama muombaji, nisimame kama Roho Mtakatifu ambaye anabeba maono ya familia, ambaye anabeba maono ya watoto, anabeba maono ya mume, anabeba maono ya kila kitu. Nikitambua nafasi yangu na kila mmoja wetu kwenye ndoa akitambua nafasi yake, ndoa ni takatifu. Kwa wale wa Katoliki ndoa ni sakramenti, tena ni sakramenti takatifu. Na kwa wale wa Katoliki ndoa ni sakramenti mama ambayo imezaa sakramenti zote. Na kwa wale wengine ni Wakristo, ndoa ni takatifu kwa sababu mwanzilishi wa ndoa ni mtakatifu na asili ya mwanzilishi wa ndoa ni utakatifu, na lengo lake tuishi maisha ya utakatifu na kitakachozaliwa kiwe kitakatifu, na hatimaye twende kwake tukiwa watakatifu na tukaketi naye patakatifu pa patakatifu. Hilo ndio hitimisho la ndoa. Wala ndoa sio swala la kidunia kwamba linaisha hewani. Na ndio maana Mungu anasema utamwacha baba yako na mama yako, utaambatana na mmeo, utaambatana na mkeo, na anasema hawa wawili sio wawili tena bali wamekuwa mwili mmoja. Lengo na kusudi la Mungu, nafsi zetu ziunganishwe ziwe kitu kimoja. Mioyo yetu ifikie stage
wa utakatifu haitakusumbua. Hakuna utakatifu bila Ijumaa Kuu. Ni lazima ukubali Ijumaa Kuu inapokuja pita. Lakini unajua kabisa wazi mwisho wa Ijumaa Kuu kuna haleluya, kuna Pasaka. Sasa sisi wanandoa, ili tuvuke na tufike hapo tukaketi naye patakatifu pa patakatifu, ni lazima tukubali kukubaliana na ukweli. Unapopitishwa kwenye Ijumaa, sema asante Mungu kwa ajili ya hii Ijumaa. Mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mume wangu mpenzi Mario Ansi Alikapiga, kwa sababu yeye amekuwa sababu ya mimi kuwa hivi. Amekuwa sababu ya mimi kuwa hivi. Ameniimarishia mahusiano yangu mimi na Mungu. Yeye amekuwa chanzo cha mimi kumsogelea Mungu zaidi. Asingekuwa yeye, angeniweka kwenye maisha ya furaha na raha, nisingehangaika na Mungu. Mungu angekuwa ni kitu cha kawaida kwangu. Kwa hiyo mimi kwangu ninamshukuru na ninamfurahia na ninampenda kwa sababu amekuwa sehemu ya mchakato wangu wa safari ya kwenda mbinguni. Na ninaamini kabisa siku moja nitaketi na Baba patakatifu pa patakatifu. Kwa kuwa neno linatukumbusha kwamba unawezaje kumpenda Mungu usiyemuona, wakati huo unamchukia jirani yako unayemuona. Wanandoa wenzangu, jirani yako wa kwanza ukishaingia kwenye maisha ya ndoa ni nani? Sasa siku 3, siku 4 uko ndani ya muongei na mwenzako. Wakati huo ukitoka unaenda kutuimbia mapambio kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndani unatoka umekinukisha, ukitoka jukwani unaenda kutuimbia mapambio kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watumishi wengine, Mungu nisamehe kama huko hapa, bahati mbaya nimeshika hiki kisemeo. Ndio hapo nitakaposema. Kuna wakati mwingine huwa naambia tunapewa injili ngumu, injili kavu. Mtu anakuambia achana na huyo mwanamke, achana na huyo mwanamume, hana mbingu ya kukupeleka. Sikia nikwambie, uko kwenye mchakato wa utakatifu. Unaposema unampenda Mungu, umpende Mungu kupitia mke wako, huyo kichomi, huyo chaumbea, huyo mchoyo. Umpende mme wako, huyo mzinzi, huyo ambaye jana hajalala ndani na leo uko naye hapa, huyo ambaye kesho hatalala ndani na kesho na leo hivi mko naye hapa, na anakubebisha mpaka unashtuka, hivi ndio yeye mimi ananipenda. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua kuna watu wengine tumetambulishana hapa afu ukashtuka sasa, ndio huyo. Na utampenda Mungu kupitia huyo, kwa sababu huyo ndio wa karibu yako wa kwanza. Huyo ndio ukilala unaamka unamuona. Kuna saa unajua huwa anasema hivi, hakuna wasanii maarufu na wakongwe kama wanandoa. Uongo kweli? Wanandoa usanii tunaweza, ila hapa hawapo. Hapa ila wasanii wakubwa ni wanandoa. Unajua wanandoa wanaweza wakawa nalala vyumba tofauti, alafu wakitoka kwenye kadanasi kama hivi, ukitaka kujua wanandoa wote wanapendana, njoo kwenye sherehe kama hizi au kwenye harusi. Hamna changamoto ya ndoa. Uongo kweli? Tena na kitu unasogezewa, lakini ndani wanalala vyumba viwili tofauti, na wakilala kitanda kimoja, mmoja kusini mmoja magharibi. Na mbaya zaidi sasa hivi tuna vitanda vya 6 kwa 6. Katikati kuna mito imepangwa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukitoka nje tunaonekana, mimi wanamwambia rafiki yangu, tukiwa na tofauti wanamwambia siwezi kuigiza. Na hatuwezi kuigiza. Na kwa sababu hatuwezi kuigiza, hatuwezi kuruhusu chochote kitokee katikati yetu kidumu kwa siku 2. Kidumu kwa siku 3. Tatokaje nje? Tatembeaje? Tashuhudiaje na kielele hiki? Siwezi kuigiza baby wakati ndani kunachemka. Tumsifu Yesu Kristo. Kama uko hapa au kama hauko hapa, yeyote kokote aliko, tuache usanii. Maisha ya ndoa ni maisha halisi. Na kwenye ndoa vinaishi vitu vitatu: mwili, nafsi na roho. Hivi vitu vitatu vyote vinatakiwa kutimiziwa mahitaji yake sawasawa bila kupunguza chochote. Mwili utimiziwe, roho itimiziwe, nafsi
nakwambia, kataa kuishi kwenye maumivu ya ndoa. Kataa kufa kwa sababu ya maumivu ya ndoa. Ndoa iwe chemchemi ya kukupeleka wewe kufika kwa Baba. Ufe saa ikifika, sio ufe kwa sababu ya maumivu ya ndoa. Wakati ule wa ujinga mnaniona mbele yenu hapa, niliwahi kushika vidonge na kutaka kujidhuru. Na bahati mbaya, wakati nafanya lile tukio, nilikuwa sielewi chochote. Nilikuwa nafanya lakini sielewi. Unajua ile akili imefika mwisho, afu unakutana na ukuta, yani hamna unachokiona wala unachokielewa. Asante Mungu, nasema tena, mahusiano yako karibu na Mungu, Mungu ndo anaweza kukuokoa. Wakati nataka kufanya kile kitu, Mungu alimtumia mtoto wangu wa miaka 5 kuyaokoa maisha yangu. Alimtumia yule mtoto, ameona kitu ambacho mimi wala sijui. Akamtumia yule mtoto wa miaka 5. Akatoka mbio akaenda kumuita kaka yake, akamwambia, "Wai ndani mama anataka kunywa sumu." Kaka yake akaja akavitoa vile. Wakati anatoa vile vitu, ndo akili inanijia, hivi kumbe nilikuwa nataka kujiua. Lakini maana yake asingetokea, ingetokea. Lakini nataka nikuambie wewe leo, popote unaponisikia, uliyeko ndani, usikubali kufa kwa sababu ya maumivu ya ndoa. Kwa sababu habari njema ni yupo mbeba mizigo. Aliyewaunganisha ni yeye aliyesema, "Njooni kwangu nyinyi wote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawabebea." Baada ya ile siku kulikuwa mwanzo wa maisha yangu mapya. Na ili ujue mimi na mume wangu, kwa mume wangu ilikuwa imeisha. Unajua, alipigiwa simu na jirani kwamba mke wako alitaka kunywa sumu na tunaenda kumuokoa, kwa hiyo wahi urudi nyumbani. Mpenzi wangu Mario asigari kapinga. Unajua alifanya nini? Akampigia simu kaka yangu mlezi. Akamwambia, "Mdogo wako alitaka kunywa sumu, anataka kufa." Alafu akachana naye. Kwa hiyo aliyekuja wa kwanza kaka akamtuma mke wake ndio akaja. Lakini mume wangu aliunga, hakurudi, alirudi saa 8 usiku. Yaani ujue ilikuwa kufa usife haini. Ananipenda hatari. Tumsifu Yesu Kristo. Kama anabisha katani. Ananipenda hatari, nampenda hatari. Yaani ndio tumeshamaliza. Yaani mimi yeye, kimoja tu kitatutenganisha. Kama uamini, subiri miaka yetu Mungu atakayotuweka duniani, utashuhudia. Ni nini kitanitenga na upendo wa Kristo? Ni magonjwa, nilishakuwa kichaa. Ni dhiki, nilishaachwa ndani nateseka na watoto wanasoma. Ni nini kitanitenga na upendo wa Mungu? Upendo wa Mungu kwangu ni kitu kikubwa. Maisha yetu ya ndoa ni lazima tusimame, tujenge msingi wa maisha yetu ya ndoa kwa Mungu. Wapenzi, hali si shwari. Hali si shwari. Shetani yuko kazini. Na lengo na kusudi ni kufuta kabisa uasilia wa mwanadamu. Ile sura na mfano wa Mungu, uumbaji wa Mungu, ndicho anachopigana nacho kukifuta. Na ndio maana hataki kusikia habari ya ndoa nzuri. Hataki kusikia habari ya ndoa takatifu. Hataki kusikia hicho kitu. Mungu awabariki sana kwa taasisi hii ambao wamejipambanua kufuta nini? Taraka. Miezi 3 kabiti kamefunga ndoa, kanakufuata kanakuambia, "Mimi nataka unielekeze namna ya kuachana." Ndani yetu sisi wazazi, Mungu ametupa neema, tuna watoto, tuwasaidie watoto wetu. Wazazi tunapandikiza sumu kwa watoto wetu. Mimi nadili na vijana. Vijana hawataki kuingia kwenye ndoa. Ukiuliza anakuambia, "Hapana, nataka nipate kazi kwanza, niwe na maisha yangu ndio niingie kwenye ndoa." Unaomba nini? Nimemwomba Mungu anipe mume, lakini pia nimemwambia anipe kazi kwanza. Ndoa na kazi havina mahusiano. Unajua ni kwa nini? Ukimuuliza huyu binti kwa nini? Security ya kazi yake, ya hela yake. Uongo wa kina mama.
kama mtiki na si wengine tuko hapa. Tunadhani ulinzi wa kweli ni kazi zetu, ni pesa zetu, ni mali zetu. Ukiwa na pesa, mwanamume asikusumbue. Ukiwa na pesa, mwanamume akusumbui. Mwanamume soma kwa bidii ili ukiingia kwenye ndoa ukiwa na elimu yako, mwanamume hatakusumbua. Sikia, mwambie mtoto wako asome kwa bidii kwa manufaa yake yeye na familia yake. Usimtengenezee uadui na mwanamume ambaye kesho atamhitaji aishi naye. Utanipa. Tunawatengenezea watoto wetu uadui na mtu anaitwa mwanamume, na mtoto wa kike anasoma kwa bidii. Mungu atubariki na watoto wetu wasome sana, lakini nenda fuatilia mabinti wanasoma kwa bidii. Nyuma kuna msukumo wa mwanamume. Aliona baba anamtesa mama. Mama amejaza maumivu ya mtoto. Sikieni enyi wazazi mlioko hapa. Maumivu yako na mume wako, mlipendana wewe na mume wako, huyo mtoto hakuwepo. Havimuhusu. Usilishe mtoto wako sumu. Tumetengeneza kizazi cha wanawake tunaotaka kuinuka, kukaa kwenye nafasi. Mwanamke nisikie. Neno la Mungu limesema wazi kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 kuanzia aya 22, nenda kasome mpaka mwisho. Amesema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Najua kuna wamama waombaji wazuri hapa sana, na wanaomboleza sana kanisani, na wanapiga magoti sana kanisani, na wanawapigia mababa wachungaji magoti sana, wanawapigia mababa paroko magoti sana. Hayo magoti yako mama, anzia nyumbani kwako, ndo kanisa dogo. Najua hii haina amina, na mimi hata sitaji. Tumsifu Yesu Kristo. Ila iliyo kweli nitaisema. Kuna watu ni wanyenyekevu kanisani mpaka unasema huyo ameshuka kutoka mbinguni. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi nyumbani ni nyoka mwenye vichwa viwili. Tunachanganya familia zetu. Hivi wazazi wenzangu, umefuatilia kwa nini watoto wetu hawasimami kiroho? Kwa sababu sisi sio mfano mzuri. Sisi ni wasanii. Kanisani ni wapiga mapambio, kanisani wazee wa kanisa, kanisani sisi ni kila kitu. Tukirudi nyumbani hatuishi na mzee wa kanisa, tunaishi na dikteta mmoja hivi. Tunaishi na profesa ndani, tunaishi na dokta ndani. Hatuishi na baba na mama. Wanandoa wenzangu, turudi kwenye nafasi yetu, tuokoe kanisa, tuokoe taifa. Na shughulika na vijana. Inauma hali ya vijana, inauma. Na neno la Mungu linamtukumbusha kwenye kitabu cha Yeremia. Anasema tupige magoti wa kina mama tuomboleze, maana mauti imepenyea madirishani. Nisiposema hii, mauti imeshapenya madirishani. Ushoga ni mauti, usagaji ni mauti, umekuwa ni wimbo, ni kitu cha kawaida. Hivi mama, leo wewe ambaye umeitwa ni muombolezaji, wewe ambaye umeitwa ni muombaji, mahusiano yako na Mungu kama yako mbali, Mungu atasema na nani juu ya changamoto za watoto wako? Kumbuka, nafasi ya mama ni nafasi ya Roho Mtakatifu, na nafasi ya baba ni nafasi ya Kristo. Na Mungu anasema na Roho Mtakatifu ndio mwenye kielele, ndio anayetuletea taarifa zote. Lakini wakina mama, shetani ametukamata, ametupa ubizi kuliko hata wanaume. Uongo kweli? Na unajua tunapambana ili kujitetea. Ili kufanyaje? Kujitetea, tusikandamizwe. Mapambano yetu usikubali. Huwa nawaambia wanawake, tuliletewa neno tukaambiwa usikubali kuwa golikipa. Mimi nauliza, hivi mwanamke kweli sio golikipa kiroho? Hivi si Mungu ndo aliyesema mwanamke tega sikio lako, kaa usikie. Mungu ameumba jambo jipya, ya kwamba mwanamke atamlinda nani? Mume wake. Sasa golikipa si ni mlinzi? Mlinzi wa golini si ndo golikipa jamani? Na wewe si ndo mlinzi? Sasa wewe mama sio golikipa, si ulikubali tu hilo neno, jipigie makofi. Hamjanielewa vizuri jamani? Yule pale golini ni nani? Si ni golikipa? Jina jingine ni nani? Sasa mimi mama sio mlinzi, sio golikipa. Kama sio mlinzi, kataa leo tukafute lile neno. Lakini maana ya ulinzi, ugolikipa wako ni kuhakikisha
hakikisha unadaka magoli ya shetani yote yanayopigwa kuingia kwenye ndoa yako, kuingia kwenye familia yako, kuingia kwenye kizazi chako. Hiyo kazi